Bwana, mambo vipi? Sasa msimu umemalizika na hapa nimekuja kutaja kikosi changu bora cha msimu huu, na wewe pia utaniambia kwamba wewe kikosi chako cha msimu bora cha msimu ni kipi, lakini hiki ambacho naenda kukitaja ndio kikosi changu ambacho mimi naamini kwamba ndio kikosi bora cha msimu wa mwaka 2024 2025. Na kwenye kikosi changu bila kuleta mbwembwe kabisa, golini ni Musa Pimpin Kamara, golikipa wa klabu ya Simba. Na namweka hapa kwa sababu ndio goalkeeper ambaye anaongoza kwa clean sheet na hakuna goalkeeper mwingine yoyote ambaye anaweza kumzidi kwenye clean sheet, kwa sababu taridi maizige mchezo mmoja wa kiporo. Ina maana mchezo wa kiporo hata kama Djigui Diarra ataondoka na clean sheet bado hawezi kumkuta Musa Pimpin Kamara. Kwa hiyo kwangu anabakia kwa goalkeeper namba moja kwenye kikosi changu bora cha msimu wa mwaka 2024 2025 kwenye eneo la goalkeeping. Nimemaliza na Musa Pimpin Kamara, na utaniambia kwa nani. Namba 2 ni Shomari Kapombe, beki wa klabu ya Simba. Wote tunajua quality ya Shomari Kapombe, ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, ni fullback wa kulia mwenye uwezo mkubwa sana wa kutengeneza nafasi, mwenye uwezo mkubwa sana wa kufunga magoli. Lakini sio tu kufunga magoli, ana uwezo mzuri pia wa kujilinda. Ni beki wa kulia ambaye yuko complete sana. Ana uwezo wa kufanya vitu vingi bora ambavyo vinaweza kuwashangaza wengi. Na kwangu namtemu kama miongoni mwa mabeki, kwangu namtemu kama beki bora wa muda wote kwenye ardhi ya Tanzania. Sio tu kwamba beki bora wa msimu huu, lakini ni beki bora wa muda wote kwenye kikosi kwenye taifa letu la Tanzania. Namba 3, beki wa kushoto anacheza kwangu anaenda kucheza Mohamed Hussein Shabalala. Ni mmoja wa wachezaji ambao nawahusudu sana, beki wa kushoto mwenye uwezo mkubwa sana. Yaani huyu ni mmoja wa wachezaji ambao amedumu kwenye ubora kwa muda mrefu zaidi ya miaka 10, yuko kwenye kiwango bora kweli. Kwa hiyo kwangu namweka kama beki bora wa kushoto kwa msimu huu, na anaingia kwenye kikosi changu bora cha msimu. Kwa hiyo namba 4 na beki namba 2 nimempa beki wa kulia nimempa Shomari Kapombe, beki wa kushoto nimempa Mohamed Hussein. Lakini beki wa kati kwangu naondoka na Dickson Job. Ni mmoja wa mabeki bora sana wakati, mabeki ambao wana stamina, skills, wana uwezo mzuri wa kucheza mpira, timing yake ni nzuri sana. Ni center back ambaye amekamilika kusema ukweli, yani tunasema hana mazonge. Yeye atacheza pamoja na Abdurazak Hamza, ndio atacheza wawili kama mabeki wa kati. Abdurazak Hamza pamoja na Dickson Job ndio mabeki wangu wa kati kwenye kikosi changu. Na hawa ni mabeki ambao pia wamefanya vizuri msimu huu, by the way, mmoja akiwa Simba mwingine akiwa Yanga. Ni mmoja wachezaji ambao wamekuwa na performance bora sana. So kwangu ni eneo langu la ulinzi, hawa ndio mabeki wa kati ambao nawaamini. Kwa hiyo kwenye seti yangu ya eneo la ulinzi ni Musa Pimpin Kamara golini, Shomari Kapombe beki wa kulia, Mohamed Hussein beki wa kushoto, beki wa kati wawili, namba Job pamoja na Abdurazak Hamza. Nitakuwa nimemaliza ile seti yangu ya nyuma. Eneo la kiungo mkabaji naondoka na Yusuf Kagoma kwenye eneo la kiungo mkabaji. Ni mmoja wa viungo bora sana, wote tunajua ubora wake kwa msimu huu. Ni mmoja wa wachezaji ambao wameperform kwenye kiwango cha juu sana, ameonyesha uwezo mkubwa sana, ameonyesha performance ya hali ya juu mno. Kwangu namtemu kama kiungo ambaye amefanya vizuri sana by the way. Kwa hiyo kwangu ndo namba 6 wangu bora wa msimu huu wa mwaka 2024 2025. Sina wasiwasi na uwezo wake. Mmoja wa wachezaji ambao wamecheza kwenye viwango bora tena kwenye mechi ngumu na za ushindani. Lakini namba 8 anacheza Mudathir Yahya Abbas, mmoja wa wachezaji ambao ni sharp, quick, yani anakupa kila kitu ndani kwenye eneo la namba 8. Ni kiungo ambaye amekamilika kweli. Uwezo wake hapana shaka. Ni moja ya watu ambao wamekuwa na uwezo mkubwa sana tangu wamejiunga na Young Africans akitokea Azam FC. So kwa kile ambacho amekifanya, mimi kwangu nampongeza. Ni mchezaji ambaye anastahili kuingia kwenye kikosi changu bora cha msimu huu wa mwaka 2024 2025. Kwa eneo la katikati nina viungo wawili, na Mudathir Yahya na Yusuf Kagoma. Pira litapigwa la kufa mtu hapo katikati. Mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa kwenye performance bora sana. Kwa hiyo kwangu ni moja ya mtu ya pacha mbili ambazo naamini kwenye kikosi changu cha msimu wataenda kufanya vizuri sana kwenye kikosi changu. Wawili wanastahili kabisa. Winga wa kulia na kushoto na kulia
Mmoja atakaa Max Nzengeli na nyingine atakaa Elie Mpanzu. Hawa watu wawili ni mawinga wote kutoka Kongo by the way. Mmoja atoka Yanga, mwingine atoka Simba. Ni mawinga ambao wana uwezo mkubwa sana wa kuchezesha timu, wana uwezo mzuri wa kufunga sofa. Naamini wote mnajua ubora wa Elie Mpanzu, lakini pia wote mnajua ubora wa Max Nzengeli. Ni mmoja wa wachezaji bora wenye uwezo mkubwa sana. Na naamini kwamba atawasaidia sana. Kila mmoja amesaidia timu yake kwenye ligi kuu. Kwa maana Elie Mpanzu na Simba, lakini pia Max Nzengeli na Yanga ni watu ambao wamekuwa kwenye kiwango bora sana. So kwangu ni mawinga bora ambao inaweza kuingia kwenye kikosi changu kwa msimu huu wa mwaka 2024 2025. Namba 10 ni Jean Charles Ahoua. Jean Charles Ahoua kwangu namweka namba 10. Takwimu zake msimu huu ni za kutisha sana. Mabao 16 amefunga mpaka hivi sasa akiwa na assist 9. Ni mmoja wa watu ambao wamekuwa na performance bora sana sofa. Hata kama mechi ya dabi anaweza asifunge, lakini ni mmoja wa wachezaji ambao wamekuwa na uwezo mzuri sana, wamekuwa na muendelezo mzuri sana kwa msimu huu wa mwaka 2024 2025. Lakini eneo la mshambuliaji wa kati atacheza Jonathan Soa, mmoja wa washambuliaji hatari na bora sana kwa msimu huu. Anaingia dirisha dogo tu la Januari, lakini amefanikiwa kufunga mabao 13 sawa na washambuliaji ambao wameanza msimu. Yaani manake amekuja kutai magoli yeye Prince Dube, Clement Mzize, Stephen Dese Mukwala na Leonel Ateba Mbida. Hawa wote wameenda kutai magoli 13 kwa msimu huu wa 2024 2025. Na kama kutakuwa kuna mabadiliko basi atakuwepo kwenye mchezo wa dabi wa tarehe 25. Wananchi kwenye huo mchezo kuna uwezekano either kati ya washambuliaji mmoja akaongeza bao akaenda kumkaribia Jean Charles ambaye ana magoli 16 mpaka hivi sasa. Kwa hiyo hicho ndio kikosi changu cha msimu, na kocha wa kikosi changu ni Fadlu David. Ni Fadlu Rahman David ndio kocha wa kikosi changu bora cha msimu. Na kwenye comment niambie kikosi chako bora cha msimu ni kipi? Nani unatamani awe aingie kwenye kikosi chako bora cha msimu? Niandikie hapo.